الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Katika mlango tuliomaliza katika darasa iliyopita, mlango wa 17 ambao ulikuwa na hadithi moja tu, babu wujubul al-inqiyad li hukmi Allah ta'ala, mlango uliokuwa ukielezea wajibu wa kufuata hukumu za Mwenyezi Mungu mtukufu, wama yakuluhu, na yale anatakiwa kuyasema, man du'iya ila dhalika, yule ambaye ameitwa katika kutakiwa afuate hukumu za Mwenyezi Mungu mtukufu, wa umira bima'rufin, na akaamrishwa wema, au nuhiya an munkarin, au akakatazwa kufanya maovu. Tulisoma hadithi moja hiyo peke yake katika mlango huu na tukaacha kile kifungu afada alhadith. Nini kinafidisha katika hadithi hii? Kwanza, jawazu naskhi. Faida ya kwanza tunayoipata ni kwamba inajuzu kabisa kuwepo kwa kufuta hukumu fi ahkami at-taklifiyya, katika hukumu ambazo huitwa ahkami at-taklifiyya, kutokana na mambo ya ibadati na mengine mbalimbali. Hiyo ni faida ya mwanzo, kuonyesha ya kwamba Mwenyezi Mungu alipowaambia waumini, wa in tukhfu ma fi anfusikum au tubduhu, na iwapo mtayaficha yaliyomo katika nafsi zenu au mkayadhihirisha, yuhasibkum billah, atakuhisabuni kwa mambo hayo Mwenyezi Mungu. Kwa hakika haya yalikuwa ni mazito mno kwa Waislamu wote, maswahaba, watu waliokuwa wanaishi katika karne bora. Maana Mtume kataja karne bora ni tatu: ile ambayo anaishi yeye na maswahaba, na itakayofuatia baada ya hao, na itakayofuatia tena baada ya hao, kisha baada ya hapo tena kuna kuja mambo ya vurugu tu. Lakini karne bora ni tatu. Wale maswahaba waliokuwa wanaishi katika karne ya kwanza kabisa na Mtume, kwa hakika jambo la kuhesabiwa mambo yanayopita ndani ya nafsi bila ya kutenda chochote, kwa hakika ilikuwa ni mzigo mkubwa kwao.
wakamwendea mtume wa Mwenyezi Mungu wakamshtakia hilo. Mtume akawagomba, akawaambia, na nyinyi vile vile mnataka kusema kama walivyosema waliopita kabla yenu, kumwambia mtume wa Musa. Maana Mayahudi walisema sami'na, tumesikia kila kitu ambacho Musa anatuambia kutoka kwa Mola wako, lakini sisi waasaina, tunaasi. Kusikia tumesikia, lakini hatutaki. Je, na nyinyi vile vile waumini mnataka mseme tumesikia na tunaasi? Nyinyi semeni sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaika al-masir. Semeni tumesikia na tumetii na tunakuomba msamaha Mola wetu, na kwako tu peke yako ndio marejeo ya kila kitu. Basi Mwenyezi Mungu hatimaye akateremsha takhfifu kwa kuwasifu kuanzia mwenyewe mtume na kuwasifu wale ambao wamemwamini Mwenyezi Mungu pamoja na mtume. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, ameamini mjumbe wa Mungu kwa yale yote ambayo yameteremshwa kwake, na waumini vile vile wale anaoishi nao karne ya mwanzo wameamini. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kila mmoja kamwamini Mwenyezi Mungu vilivyo na malaika wake na vitabu vyake, na wanasema katika itikadi yao la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, hatutenganishi sisi kati ya yote miongoni mwa hao wajumbe wake Mwenyezi Mungu. Waqalu, na wakatekeleza agizo la mtume wao pale walipoambiwa semeni sami'na wa ata'na. Mwenyezi Mungu anasema waqalu, na wakasema sami'na wa ata'na, tumesikia na tumetii. Kisha wakasema ghufranaka, kama mtume alivyofundisha, wakaenda vile vile wakasema tusamehe Mwenyezi Mungu, rabbana wa ilaika al-masir, mola wetu na kwako wewe ndio marejeo. Mwenyezi Mungu anasema la yukallifu Allah, hapo ndio ikaja takhfif, kufutwa hukumu ya mwanzo kwa kitu ambacho kinafuta hukumu ya pili. Imekuja aya baadaye Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika pale nilipokuambieni wa in tukhfu ma fi anfusikum au tubduhu au in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu, ikiwa mtayadhihirisha yale yaliyomo katika vifua vyenu au mtayaficha, yuhasibukum billahi, nilikwambieni kwamba Mwenyezi Mungu atakuhisabuni. Sasa nasema la yukallifu Allahu nafsan, kabisa Mwenyezi Mungu hailazimishi nafsi kutenda jambo au kubeba mzigo illa wus'aha, isipokuwa kwa mujibu wa uwezo wake. Ikaendelea aya mpaka mwisho. Basi faida tunayopata katika hadithi ile, jawazu nasakh. Katika Uislamu kuna kitu cha kufuta hukumu, hicho kitu kimejuzu. Kuna baadhi ya watu wanaojiita vile vile Waislamu ambao wamekwenda kinyume na itikadi sahihi ya Kiislamu, wanajiita Ahmadiyya, lakini wao ni Makadiani. Wanakataa kwenye Qur'ani kwamba hakuna nasikh na mansukh. Nasikh na mansukh ipo, ila mtu lazima ajue tu elimu ya kitu gani kilichofutwa na kinafutwa kwa kitu gani dalili yake, awe na maarifa hayo, sio basi tu hivi kuchukulia kitu mtumwa. Lakini nasikh na mansukh ipo kuanzia kwenye Qur'ani na kwenda kwenye hadithi vile vile, nasikh na mansukh ipo. Na hapa Mwenyezi Mungu ameifuta hukumu ya kwamba wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu hasibukum billah, anaifuta kwa kusema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Kwa hivyo jawazu nasri fi ahkam taklifiyya, hapa tunaonyeshwa kujuzu kufuta kwa kwenye hukumu za taklifi. Na faida ya pili, الشيء الذي تخوف منه الصحابه, jambo ambalo waliogopa masahaba wa mtume, wale waliokuwa wakiishi katika karne bora pamoja na mtume hai, waliokuwa wakiogopa wao, huwa an yakuna Allah ta'ala, ni kwamba awe Mwenyezi Mungu mtukufu sayuathibuhum, ni mwenye kuangamiza wao, ni mwenye kuwachukulia wao kwamba wametenda madhambi, bima la qudrata lahum, kwa jambo ambalo halina uwezo kwa wao, ala daf'ihi, kulikinga, kuliepuka. Maana mawazo binadamu hana uwezo wa kuyaepuka. Huenda akakitaka bure bure hivi akapita kifuani kwake mawazo siku nzima,
mengine mazuri na mengine mabaya. Kwa hivyo hana uwezo binadamu wa kujizuilia mpaka kuwaza pia asiwaze vile vile. Hicho ndio kitu ambacho walikuwa wakijua kwa masahaba, ni kwamba Mwenyezi Mungu atawaandikia kwamba wamechuma madhambi bima la qudrata lahum, kwa jambo ambalo hawana uwezo nalo, ala daf'ihi, kulizuia isipatikane, min alkhawatir, katika mambo yapitayo kwenye moyo, allati la tattasilu, ambayo hayo huwa ni mawazo tu, mtu hajachuma madhambi bado tafikiria. Na katika hadithi nyingine ile inayoonyesha kufuta hukumu ile baada ya Qur'ani hapo, Mtume kataja katika hadithi ambayo tumeisoma nyuma kwenye kitabu hiki, pale aliposema ya kwamba Muislamu mwenye kumamini Mwenyezi Mungu, idha hamma bihasanatin, anapoazimia kutenda jambo jema katika moyo wake, falam ya'mila, na ikawa asiwahi kulifanya jambo jema lile, imepita kwenye nafsi yake nitajenga msikiti, imepita kwenye nafsi yake nitakwenda kuhiji, imepita kwenye nafsi yake nitawasaidia mayatima mathalan, lakini falam ya'milaha, hakuwahi kutenda jema lile, kutiba lahu, huandikiwa mtu huyo hasanatan kamila, jema moja kamili, kwa kule kuwaza mazuri tu. Mu'min kama atawaza kitu chema peke yake, hata kama hakufanya, Mwenyezi Mungu humwandikia kama thawabu kamili moja. Wa idha hamma au wa in hamma bihasanatin fa'amila, na anapokusudia kufanya jambo jema sasa akalitenda, baada ya kulifikiria kwenye akili yake au kwenye moyo wake, sasa akalifanya kabisa, basi thawabu zake hapa inakuwa 1/10. Hicho ni kiwango cha chini, au hulipwa kwa 700 au zaidi ya 700 kwenye nyongeza ambazo hazina idadi. Lakini mtu mu'min anapoazimia ubaya, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'milaha, halafu ubaya ule kaufikiria tu, kauazimia kwamba nitatenda ubaya, keshaweka miadi ya kuzini, keshaweka miadi ya kulewa, ameshakuwa na mpango wa kuua, ameshakuwa na mpango wa kudhuru au kudhulumu, lakini falam ya'mila, akavunjilia mbali baada ya kufahamu ubaya wake jambo lile, akarudi nyuma. Mathalan kaweka mipango mibaya, alafu baadaye kabahatika kujikwaa, akakata kwa pahala panazungumzwa maneno ya Mwenyezi Mungu, akaondokewa nayo maneno yale, akasema ninavunjilia mbali mipango yangu mibaya. Je, huwaje kama anavunjilia mbali mpango mbaya ambao kushaupanga? Kutiba lahu biha hasanatan kamila, kule kuwaza ubaya kisha asiufanye ni kama kuwaza wema kisha asiufanye, huandikiwa thawabu kamili kule kuwaza ubaya halafu asiufanye. Lakini kama atauwaza ubaya na aukamie au upange halafu akaufanya, basi ubaya unalipwa mfano wa ubaya ule ule, sio 1/10 tena, ni 1/1. Hiyo vile vile ni katika moja ya hadithi inayoonyesha kwamba imenasikhiwa hukumu ya wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum billah, kwa vile vile. Kwa hivyo jambo waliokuwa kiliogopa masahaba ni kule kuchukuliwa na Mwenyezi Mungu kuwa wametenda dhambi katika jambo ambalo hawawezi kulikinga, katika mambo yapitayo katika nyoyo, allati la taktasibu, mambo ambayo wao masahaba waliona hawayachuma bado. Walidhalika ra'au, na kwa ajili hiyo akaona masahaba min qubaili ma la yutafu, hayo ni katika upande wa mambo yasiyowezekana, yasiyoweza kubebeka, yasiyoweza kuchukuliwa na binadamu. Falamma qara'u al-aya, lakini walipoyasoma yale maneno ambayo mtume wa Mungu kawafundisha wayasome, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir, وقالوا ناقسما سمعنا وأطعنا بربنا تربتي ملويت من غير اعتراض عليه, wakayasema maneno hayo bila ya kutaka kupingana nayo na bila ya kuona kwamba itakuwaje tunalazimisha jambo sisi katika nyoyo zetu zaidi, wakayasema kama mtume alivyoamrisha. Akhbarahum ta'ala, akawapa habari Mwenyezi Mungu mtukufu, annahu rafa'a anhum al-mashaqqata, ya
kwamba yeye Mwenyezi Mungu ameshaondoa kwa wao yale mashaka ya kuwachukulia kwamba wametenda madhambi, ya kuwahesabu wakati wamepitisha katika nyoyo zao bila kuyafanya. Wadhalika, na hayo yamekuwa bi'adami muakhadhatihi, ni kukosekana kabisa Mwenyezi Mungu kuwapatiliza au kuandikia madhambi ala al-khawatiri, juu ya mambo ambayo yanapita katika nyoyo, wa ahadithi nafsi, na mazungumzo ya nafsi ambayo nafsi wakati mwingine inataka ikijizungumza mambo mabaya al-aridha, mambo ambayo yanampitia tu. Wa 'allamahum subhanahu, na akawafundisha yeye Mwenyezi Mungu aliyetakasika, kaifa yad'unahu, ni vipi wa muombe yeye. Zile aya zile zinafundisha vile namna gani wa muombe yeye. Kaifa yad'unahu, vipi namna kumwabudu, wa yasalunahu, na vipi wa muombe yeye. Hiyo kwa hakika ndio faida tuliyoipata katika hadithi. Sasa tunaingia katika mlango wa 18 katika kitabu hichi Riyadhus Salihin. Mlango huu unwani yake babu nahi 'anil bid'ah, ni mlango unaokataza kutokana na mambo ya uzushi ndani ya dini ya Mwenyezi Mungu, wa muhdathatil umur, na mambo yenye kuongezwa katika ibada za kuabudu Mwenyezi Mungu. Huu ndio mlango tunaoingia nao sasa. Kuna watu wengi hawafahamu kwamba huo ni mlango muhimu, au huo ni mlango maalum uliomo katika milango ya itikadi za Kiislamu. Babu an-nahyi 'anil bid'ah, mlango wa kukataza kutokana na uzushi, wa muhdathatil umur, na mambo ya kipua yanayoletwa mapya yakaongezwa ndani ya dini. Watu wengi wanadhani kwamba watu wanaopigania mwendo wa Mtume na wakakataza mambo ya uzushi kwenye dini, wanadhani kwamba wamezuka tu na kuchukia mambo fulani ambayo Waislamu kwao wanayaona ni mazuri. Wanadhani kwamba kikundi kimezuka tu kinaharibu mambo ya watu au dini ya watu. Hawana habari, wengi si wasomi, hawana habari kumbe katika Uislamu kuna mlango huo. Ukitembelea bustani ya Qur'ani utakuta aya zenye kukuashiria hivyo, katazo la Mwenyezi Mungu kutokana na kuleta mambo ya uzushi ndani ya dini. Na halafu Mtume naye akazidi kuyaweka wazi mambo hayo ya kukataza watu kuzusha katika dini, yanatokana na Mwenyezi Mungu mwenyewe na yanatokana kupitia kwa Mtume wake vile vile. Na hichi kitabu Riyadhus Salihin amekiandika al-Imam an-Nawawi, ni mtu mashuhuri maarufu sana katika watu wanaofuata madhehebu ya Imam Shafi'i rahimahullah. Na huwa aghlabu Imam an-Nawawi anapendeza katika baadhi ya fatwa alizozitoa kwa watu wa khurafati wanaozusha mambo, huwa kidogo wanamwegemea katika baadhi ya khurafati, katika baadhi ya fatwa ambazo kazitoa zinakwenda upande wao. Lakini Imam huyo an-Nawawi ndiye aliandika kitabu Riyadhus Salihin na akauweka mlango huu, maana huwezi kuepuka mlango huu. Unapoandika kitabu ukasema kitabu hiki kimekusanya hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallama, huwezi kukiuka mlango wa kukataza watu kuleta mambo ya uzushi ndani ya dini, huwezi kukiuka. Wala katika kuamrisha mema kote atakapoamrisha mtu, na kukataza kwake mema kote atakakukataza mtu, hawezi kukiuka jambo hili la kuamrisha watu kufanya sunna za Mtume na kuwakataza mambo ya kuzusha katika dini. Kwani kuamrisha watu kufanya mwendo wa Mtume ni kuamrisha mema, mwendo wa Mtume ndio jambo jema, na kuwakataza watu wasizue katika dini ni kuwakataza mabaya. Hicho ni kitu kila Muislamu ametakiwa lazima awe nacho, aamrishe mema na akataze mabaya. Mwenyezi Mungu ndipo aliposema kuntum khayra ummatin, nyinyi Waislamu mmekuwa ni umma bora sana. Alama ya ubora wenu, ta'muruna bil ma'ruf, ni kwamba nyinyi mnakaa duniani katika uhai wenu mnaamrisha mambo mema. Mambo mema
jumla ya mambo mema ni kuwataka waislamu wanapotenda ibada zao watende kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume. Hilo ni katika jambo jema sana. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, na nyinyi mnapoishi katika dunia mnakatazana mambo mabaya. Jumla katika mambo mabaya ni kuwakataza watu wasizushe kitu katika dini ya Mwenyezi Mungu. Hayo ni katika mambo mabaya mno, kuzusha katika dini ya Mwenyezi Mungu ambayo kaiteremsha akaikamilisha sawa. Kwa hivyo babu nahi, tunaingia kwenye mlango wa 18 katika kitabu Riyadhus Salihin, mlango wa kukataza 'anil bid'ah, kutokana na mambo ya bid'a ya uzushi. Kwa hivyo yale majina tunayotupiwa sisi kwa mtu binafsi hasa au msikiti utakaoona kwamba tunatumia sisi, basi huitwa msikiti ule ni msikiti wa bid'a, na watu wale fulani yule ni fulani ahli bid'a. Watizame sasa wasomi wenye vitabu, tunapita katika mlango gani hivi sasa? Ni mlango uliomo ndani ya Uislamu. Mlango katika itikadi ya Uislamu limo jambo la kukataza watu kuzusha katika dini na kuzusha mambo, kuongeza mambo. Anafungua kama kawaida Imam an-Nawawi kitabu hichi, kila mlango anaufungua kwa ma tayassara min ayati llahi albayinat. Aya 2-3 za Qur'ani ili kuonyesha hadithi atakazozitumia kwenye mlango huu zimetokana na kutabikishwa pamoja na aya za Qur'ani. Sio kwamba ni maneno yanakuwa yanazungumzwa tu, ni kwa mujibu wa aya za Qur'ani zilivyo. Qala Allah Ta'ala, aya ya mwanzo aliyotumia ni hii. Amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, famadha ba'da al-haqqi, basi pana nini tena chengine baada ya mtu kuacha haki? Nini kinafuatia mbele yake? Opposite, kinyume cha haki ni nini? Kinyume cha haki ni batil au dalal. Na Mwenyezi Mungu anasema famadha ba'da al-haqqi, pana nini baada ya mtu kuacha haki? Illa dalal, isipokuwa lazima atakamata kutoka. Hawezi kukamata kitu ambacho hichi kizuri, hakuna uzuri. Hata kama unaona ulimwengu mzima unafanya madhali jambo lile limeacha haki ya Mwenyezi Mungu, basi huo ni upotofu. Hakuna uzushi katika dini ya Mwenyezi Mungu ukawa ni mwema, au hii ni uzushi ambao Waislamu wamestahsan, wameona kuwa ni jambo jema, na Waislamu hawawezi kabisa kulikubali jambo ambalo si jema. Hayo si mambo ya kuyategemea na ndani yake hayana ukweli wowote. Jema ni lile ambalo Mwenyezi Mungu amewaamrisha waumini. Jema ni lile ambalo limepitia kwa mtume wake Mwenyezi Mungu. Hilo ni jema. Tazama aya aliyoweka Imam an-Nawawi, famadha ba'da al-haqqi, pana nini baada ya mtu kuacha haki? Hapa haki ni kitu gani? Haki ni sunna ya mtume. Haki ni amri ya Mwenyezi Mungu. Na ikiwa jambo limeacha amri ya Mwenyezi Mungu na likakiuka sunna ya mtume, ikawa limeokotwa likatiwa ndani ya ibada, hapana shaka yoyote illa dhalal, isipokuwa jambo hilo ni upotevu. Tena mfanyaji macho yapoteze wakati wake na kufanya, hata tiwa kamba, hata tiwa pingu, yeye ni mtu ambaye mukhayyarun katika kutenda mambo ya ibadati. Mtu amewachiwa uhuru kamili afanye atakavyo, isipokuwa kuna baadhi ya mambo tu Mwenyezi Mungu ameyakalifisha kwa binadamu, ambaye anakuwa yeye pale musayyarun, katezwa nguvu. Mambo gani katezwa nguvu na mambo gani katiwa khiari? Katezwa nguvu binadamu kwa kuumbwa yeye ni mwanamume, atolaumiwa na Mola wake, kwa nini wewe ukenda ukatoka tumboni kwa mama yako mwanamume? Kwa nini ukuona wewe ndugu zako wote wamekuwa wanaume, tena wewe unaingia kule kwa nini sio mwanamke? Wewe hana uwezo naye. Wala hatolaumiwa mtu aambiwe kwa nini ukenda ukachukua urefu kama huo kwa kusudi. Jinsi gani wewe ukenda ukawa huku jitu limekwenda juu na taabisha watu, kwa kulala imekuwa tabu, kitanda chako lazima kuifuti gapi? Ndio nini mambo? Hatolaumiwa mtu kwamba yeye ni mrefu sana, kalazimishwa na Mwenyezi Mungu achukue gombo lile. Wala hatolaumiwa mtu kwa masikio yake yalivyo. Ingawa watu kwa kutokufahamu mambo wanaweza kumtukana mtu wakamwambia masikio yake kama popo, sijui miguu wala upande kama kose mwembeladu, sijui pua yake kama kitu kadhaa. Huko ni kutia
al-Jabbar, uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Maana yule hakwenda dukani akamwambia muuzaji nipachulie pua hiyo, yani kataka mwenyewe aambiwe ama wewe nini maana kupoteza wakati wako na pesa zako chungu nzima, pua zote ukuziona wewe kwa pua hilo, pua la nini hilo wewe? Ingelikuwa kachagua angetiwa na amani, lakini kila mmoja anajishukia ndivyo Mola wake alivyomuumba, na kapokea umbo la Mwenyezi Mungu alilopewa, anasema alhamdulillah, hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotaka. Basi wengine walemavu, wengine vipofu, wengine viziwi, wengine hivi, wengine hivi. Ama katika mambo ya umbile binadamu musayyar, lakini katika mambo ya kutenda ibadati na kuwacha maovu ni mambo ambayo binadamu yuko huru na kapewa zana zote za kuweza kufanya mema na kapewa zana zote za kuweza kujichagulia kufanya uovu. Sasa anapobainikiwa na jambo kuwa ni la haki hiari yake, na ikiwa kabainikiwa kwamba hili ndio ndivyo, halafu mimi sitaki maksudi na kwenda kwingine, hiari yake. Muhammad waqulil haqqu min rabbikum, waambie kuwa hii ni haki itokayo kwa Mola wenu. Faman shaa falyu'min, basi atakaye na aiamini haki hii yuko huru. Waman shaa falyakfur, na anotaka kukataa na akataa yuko huru. Lakini Mwenyezi Mungu ilivyokuwa la yardha liibadihi al-kufra, haridhi kwa viumbe vyake kuchagua njia ya ukafiri. Anasema inna a'tadna lidh-dhalimina naran, hakika sisi tumeandaa kwa ajili ya madhalim watakaoacha haki Mwenyezi Mungu aliyowaambia wafuate, wakachukua njia ya batil, wamedhulumu. Hapa wamejidhulumu nafsi zao na kuidhulumu ile haki, wakaifanya si lolote si chochote, wakaichukua batil kwa ndio jambo muhimu. Tumeandalia kwa ajili ya madhalim hawa nara, moto ahata bihim suradiquha, ambao utawazunguka kabisa kuta zake. Hawana pa kuvutia pumzi, hawana pa kupumzikia, hawana pa kupenyea. Huko motoni wajielewe kabisa kabla hakuchagua hiyo njia ya upotofu. Wa in yastaghithu, watakapotaka msaada wa maji kwa kiu kubwa kilichowabana na chakula cha mda 10 ambacho kina miba kinakwama katika makoo, yughathu bima'in, watapewa msaada wa maji, lakini maji hayo sio ya kusukumia miba wala kuondolea kiu. Kalmuhuli, ya moto kama namna yake kama mnyayuko wa shaba imeyayushwa moto mno. Yenyewe shaba hiyo yashwil wujuha, inababua ngozi ya uso kabla ya kinywaji kufika kwenye ulimi. Lile vuke lake akikurubia mtu kwenye chombo ambacho kina maji hayo, basi ngozi ya uso inakwenda mara moja. Bisa sharabu, Mwenyezi Mungu anatoa maonyo kwamba hicho ni kibaya sana kinywaji. Wasaat murtafaqa, na ni babaya mno mapumziko yake mtu kupumzikia katika moto jahannam. Mwenyezi Mungu anatoa indhari na mapema, kwa sababu haridhi mja wake kuchagua njia ya ukafiri. Anapotaka Mwenyezi Mungu achague njia ambayo ni njema. Tamadha baada al-haq, hii aya Imamu Nawawi kaitia katika babu nahi al-bid'ah, mlango wa kukataza mambo mapya katika dini ya Mwenyezi Mungu, ibadati. Hapa waelewe vizuri watu, hapa kusudiwi habari ya umeme kwamba taa za zamani zilikuwa vibatari. Hapa kusudiwi vyombo vya electronic kwa kutumia petroli au diesel, wakati watu zamani walikuwa kisafiria ngamia tu na punda na farasi. Wala hapaja kusudiwa kwamba binadamu aliyopo sasa zamani hakuwepo na yeye vile vile awe ni mpya. Hapaja kusudiwa hivyo. Pamekusudiwa matendo ya ibadati, dini hapa. Mlango utakaozungumzia duniawia, mambo ya umeme, mambo ya electronic, mambo ya kompyuta, mambo ya television, utakuja mbele kidogo baada ya mlango. Na tutaona hapo imekuja hadithi nyingine inayozungumzia mambo hayo. Lakini sasa tumo ndani ya ibadati. Aya aliyoiweka number 1 Imam Nawawi ya kuanzia mlango huo, famadha ba'da al-haqq, basi nini tena baada ya haki? Hapa haki ni sunna ya mtume. Pana nini tena mtu baada ya kuacha mwendo wa mtume unadhani? Hapana jambo jingine. Mwenyezi Mungu anazungumza illa dalal, isipokuwa ni upotevu. Tena mwenyewe kama upotevu huo umeshaacha mwendo wa mtume,
upambe sasa unataka kupamba, lakini kuna bid'atun hasana, kuna bid'atun qabiha, kuna bid'atun sayyi'a, kuna bid'atun hivi. Pamba mwenyewe unapotaka, weka decoration unapotaka, lakini Mwenyezi Mungu anasema famadha ba'da al-haqq illa dhalal. Na utakwenda kuonana naye, utamuona namna anavyokuhesabu. Hiyo aya inapatikana katika sura Yunus. Ni kila jambo ambalo limekwenda kinyume na kitabu cha Mwenyezi Mungu na likenda kinyume na sunna ya Mtume, hapa kwa mujibu wa aya hii ni adhalal. Wahuma, na mawili hayo, widdani, siku zote yanakuwa na kinyume chake, ni dhidi ya haki. Idha kharaja min ahadihima waqa'a fil akhar, pindi mtu anapotoka katika moja ya mawili hayo, bila shaka moja kwa moja waqa'a fil akhari, anaingia katika jingine. Yani akiacha mtu kitabu cha Mwenyezi Mungu na mwendo wa Mtume, moja kwa moja ataingia kwenye kinyume chake, yani kutoka moja kwa moja. Aya ya pili aliweka katika kufungulia mlango babu nahi anil bid'ah wa muhdathat al-umur, anasema waqala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu vile vile, ma farratna fil kitabi min shay. Kauli ya Mwenyezi Mungu vile vile, hatukuacha sisi ndani ya kitabu cha Qur'ani lolote lile isipokuwa tumelieleza. Na kama mtu atasema ya kwamba basi hiyo swala haikutaja kurukuu, hiyo swala haikutaja namna ya kusujudu, hiyo swala haikutaja namna Qur'ani, haikutaja namna ya kuitadil, hiyo Qur'ani haikutaja tahiyatu, isomwe vipi? Aljawab, Qur'ani imetaja, lakini tu hajataka mtu kufungua macho yake barabara na moyo wake barabara, na hajataka kuinamisha masikio yake kusikilizia Qur'ani inasema nini. Qur'ani ndiyo iliyosema idhalakum fi rasulillahi uswatun hasana, hakika nyinyi kuhusu mtume wa Mungu mna kiigizo kizuri. Qur'ani haikosema baba rukuu na sijida na ibada, kwa sababu mtume atakuja kuonyesha vipi kurukuu, vipi kusujudu, vipi kuitadil na vipi kuisoma at-tahiyatu ndani ya sala. Qur'ani imetaja kutaja tena huyo mtume wenu ni kiigizo kwa kila ambaye liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, kwa kila ambaye anamtaraji Mwenyezi Mungu salama salimini na anaiamini siku ya kiyama kwamba ipo, atalipwa, atahesabiwa, basi amfanye mtume wa Mwenyezi Mungu ni kiigizo. Yeye ndio riwaya njema ya kupata. Sasa mtume kaletwa maalum kuja kuifikisha hiyo ibada, kuja kuifundisha ibada, na katika kuonyesha kwamba nimetumwa jambo hilo anasema sallu kama raaitumuni usalli. Qur'ani imesema ikusema. Qur'ani ishakwambia Muislamu kwamba yeye ni kiigizo, alafu mwenyewe mtume anakuambia mnapotaka kuswali, swalini kama mnionavyo mimi naswali. Tayari Qur'ani ishamtaja mtume vipi atarukuu, ishamtaja kwamba afuatwe yeye. Au katika hadithi nyingine mtume anasema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi ibada yenu yote, kwa mfano ya hija au funga au swala, chukueni kwangu mimi manasiki zenu zote za ibada kwangu mimi. Hapa sio mambo ya kuvaa alikuwa kivaa nini, au nyumba yake mtume alikuwa akiishi nyumba ya namna gani, kuwalazimisha watu lazima waishi kwenye kijumba kama kile, au chakula ambacho mtume alikuwa na kila, inategemea mwenyewe penzi yake mtu, nini kinamdhuru, nini kinamfurahisha. Sio habari hiyo. Hapa ni katika mambo manasik ni ibada. Na katika hali nyingine kataja wazi sala, sallu kama raaitumuni usalli. Basi Qur'ani pia imeonyesha kurukuu, imeonyesha kusujudu, kwa sababu imetaja Qur'ani nyinyi Waislamu mnacho kiigizo chema kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, na mtume akisema fanyeni kama ninavyofanya mimi ibada. Ma faratna fil kitabi, hatukuacha sisi kwenye kitabu cha Qur'ani min shay lolote. Labda mtu macho yake hajaona vizuri, au moyo wake hakuelekeza vyema kwenye Qur'ani, au fahamu yake imekuwa si fahamu nzuri mno, au masikio yake hakuyategea sikio vizuri kwenye Qur'ani, amesikiliza anataka yeye mwenyewe. Kama atakuwa makini mtu
kuiwachia Qur'ani moyo, masikio na akili, atagundua kila kitu kwamba kweli Mwenyezi Mungu hakubakisha kitu kwenye Qur'ani. Na kwenye Qur'ani desturi yake, hichi ni kitabu bwana, namna yake namna nyingine kabisa. Hutopata humu mambo kwa urefu ila mukhtasar, kwa ishara, kwa sababu ni kitabu kilichofungamana na itikadi, akida. Hutopata hapa ukishamka asubuhi, vaa nguo, ukishavaa nguo utoke mguu wa kulia, ukitoka mguu wa kulia kwa msikitini fanya kadhalika. Mtume ndo atakayeletwa kufahamisha hayo. Kwenye Qur'ani unapata kitu ishara, unapata kitu kukutwa kidogo tu basi. Halafu tena na sio mtume Mwenyezi Mungu anakamilisha mambo yote. Ma farratna fil kitabi min shay. Kwa hivyo utakalokuwa hukuliona kwenye Qur'ani, hukumuona nalo mtume katika mambo ya ibada, fahamu kwamba huo ni upotovu. Famadha ba'da al-haqq illa ad-dalal. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema hatukuacha sisi kwenye kitabu lolote mpaka amri ya kukwambieni kwamba mfuateni mtume wetu tulomtuma, basi vile vile imo kwenye Qur'ani Karim. Waqala ta'ala, na hii aya ya pili inapatikana katika suratul An'am kwenye aya nambari 38 aliposema ma faratna fil kitabi qila, pamesemwa almuradu bil kitabi, madhumuni ya kitabu hapa al-lawhul mahfuz, ni hicho kilichoko mbinguni, lawhul mahfuz, ambacho kimehifadhi kila kitu. Sawa na hiyo Qur'ani ndio yatokea huko vile. Kwa nini? Li'annahu, kwa sababu lawhul mahfuz yashtamilu, inakusanya ala ahwali al-makhluqati, juu ya hali zote za viumbe. Wakila, lakini pamesemwa vile vile kwa muradi wa aya hii vile vile inaweza ikafanya kazi nyingine mbali ya lawhul mahfuz. Vile vile inawezekana ikawa al-Qur'an, ukifasiri kama mafarratna fil kitabi, al-kitab al-Qur'an, uko sawa sawa vile vile. Yani hapa itakuwa al-kitabu wa qila al-Qur'an, li'annahu, kwa sababu Qur'ani mustamilun ala ummahati al-ahkam, inakusanya juu ya misingi ya hukumu, allati, misingi ambayo au hukumu ambazo yahtaju ilaiha an-nasu, watahitajia kwenye hukumu hizo watu, fi umuri dinihim, katika mambo ya dini yao, wa duniyahum, na hata katika mambo ya dunia yao. Katika aya chache ambazo al-Imam an-Nawawi amefungulia mlango babu an-nahy 'anil bid'ah wa muhdathatil umur. Aya 3, waqala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, fa in tanaza'tum fi shay, basi iwapo nyinyi Waislamu mtazozana, mtabishana, mtatatizana katika jambo lililohusiana na dini ya Mwenyezi Mungu, farudduhu, basi haraka sana lirejesheni hilo jambo leo mnagombania. Huyu anasema hivi sawa, huyu anasema si sawa. Isiendelee hiyo tanazo kwa muda mrefu mpaka watu wakagawanya dini mapande mbalimbali, mpaka watu wakahawafahamiani na wakahawazikani na wakahawapendani. Upesi sana, kwa haraka sana, nyinyi ni umma mmoja, nyinyi ni kitu kimoja, mnafuata kitabu kimoja na mnamfuata mtume wenu ambaye mmeletewa Muhammad, na mnamwabudia Mwenyezi Mungu mmoja. Kwa hivyo farudduhu, lirejesheni hilo jambo mnalogombania, ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu, wa rasuli, na lirejesheni kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Ai, yani alkitab wa sunna. Kurejesha kwa Mwenyezi Mungu ndo nini? Mwende kwenye Qur'an al-Karim. Na kurejesha kwa mtume ndo nini? As-sunna. Mtizame sunna zinasemaje, maneno ya mtume yanasemaje, hadithi, ilmu ya hadithi kwa Muislamu lazima kama chakula na mwili wake. Ilmu ya Qur'ani Muislamu kwake ni lazima kama chakula na mwili wake. Basi lazima kama anapojiona hawezi kuishi mpaka kwa chakula na maji, basi vile vile Muislamu ajijue hawezi kuishi bila ya Qur'ani na bila ya hadithi. Hawa atakuwa anafanya upotovu, atakuwa anatazama watu wanafanya nini. Maisha yake yote, roho yake yote Muislamu iko kwenye Qur'ani na iko kwenye mafunzo ya mtume. Aya hii
tatu inapatikana katika suratul Nisaa kwenye aya 59. Farudduhu, irejesheni jambo linalobania ila Allah, kwa Mwenyezi Mungu, wa rasuli, na kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Wa qala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema, wa anna hadha sirati mustaqiman, na kwa hakika hii ndiyo njia yangu mimi iliyonyooka. Sirati, njia yangu mimi. Mwenyezi Mungu anazungumza njia yake kwa lisani ya mtume. Imekuwa na yeye vile mtume njia yake aliyopewa na Mola wake, njia yake mtume vile. Wa anna hadha sirati, na hakika hii ndo njia yangu mimi, mustaqiman, imenyooka sawa sawa. Fattabi'uhu, basi ifuateni. Wala tattabi'u subula, na wala msifate majia mengine mbalimbali mengi, kwani mkiyafuata majia hayo fatafarraqa bikum, mtakuja kutafautiana nyinyi, mtatengana nyinyi, mtapoteana nyinyi, ansabili, kutokana na njia yake Mwenyezi Mungu. Hii aya ya 4 inapatikana katika suratul An'am kwenye aya nambari 153, na aliposema sirati, tariqi, anakusudia sirati hapa kwa maana ya tariqi, njia ya kupita. Na njia ya kupita hapa hapaja kusudiwa ni barabara ya kuendea pala fulani na barabara ya kuendea pala fulani. La, kila mwenye akili yake hapo anafahamu kwamba hapa mtume hajakusudia barabara. Amekusudia nini? Wal muradu bihi din. Hapa Mwenyezi Mungu amekusudia kumtamkisha mtume wake maneno haya, anakusudia dini. Sirati hapa ni tariqi, na tariqi hapa ni nini? Ad-din. Ukitaka kufanya ibada, ukaitakidi kwamba unamwabudu Mwenyezi Mungu ili akupe thawabu, lazima umempata mtume. Bila ya kumpata mtume ujue huna na kuzipata thawabu, maana yule aliyempeleka mtume halipi jambo hilo. Ukamtafuta atakayekulipa jambo hilo, lakini si Mwenyezi Mungu. Madhali nimeacha mwongozo wa mtume, sisi ukamtafuta kukulipa. Na hayo tabaan yako katika mfano ulio hai hata katika maisha ya dunia. Hivyo muajiri wako atakulipa kwa mambo ambayo umevumbua mwenyewe tu bila ya matakwa yake yeye. Ukawa unatumia stationery za ofisini kwa utakapo wewe, halafu baadaye unamuonyesha tu umefanya hivi, nimeandika hivi, na atakulipa hivi. Ukutumwa kuambiwa. Itabidi lazima mfuate muajiri wako vile anavyotaka, mambo yanavyokwenda, constitution za kikazi zilivyo. Unapewa makini kabisa toka unaingia kazini, unajulishwa kwamba hapa mkataba wetu ni hivi, usende kinyume nao. Na kwa Mwenyezi Mungu ndio hivyo, huwezi kupata thawabu kwa jambo ambalo hakumpa mtume wake kufundisha. Tutaona katika hadithi mtume namna anavyoyabaisha waziwazi mambo haya. Basi hapa wal muradu bihi ad-din, maksudio ya sirat hapa ni tariq, na tariq hapa ni dini. Na aliposema kwenye aya fatafarraqa bikum an sabili, tafarraqa, atafarruqu ay takhtalif, yani mtakhtilafiana hapa. Sio kama mtapotea njia, iwe huyu kapitia miembeni, mmoja kapitia mtaa mwingine, ikawa mtapoteana njia. La, hapa imekusudiwa ay takhtalif, yani mtakhtilafiana, mtaanza kuzua madhehebu hapo, na itamaanisha kwamba huyu anaitakidi jambo ambalo mwenzake haitakidi kwa sawa sawa. Huyu anaabudu ibada ambayo mwenzake haitakidi kwa sawa sawa, na ilhali nyote mnamwabudu Mwenyezi Mungu mmoja na mnamfuata mtume Muhammad. Sasa itakuja kuwa huyu anatakidi hivi, huyu anatakidi. Kwa sababu nini? Mmeacha maneno yangu, mmeacha mtume wangu. Wa anna hadha sirati, mtume alipoteremshiwa aya hii, yuko njiani na masahaba, alichora mistari mtume. Mmoja akaufanya kuwa ni mnene uliokoza, akaweka katikati, katoa chini mtume. Na akapiga mistari mingi upande wa kulia, na akapiga mistari ambayo kukoza upande wa kushoto. Ule wakati kati akifanya umekoza, kaandika kwa hati nene, ile mengine ikawa maandishi yake membamba. Kisha mtume akasimama kwenye ule mstari uliokoza, akatamka maneno haya, wa anna hadha sirati mustaqim.
mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndio njia yangu mimi iliyonyooka, basi ifuateni njia hii. Wala tattabi'u subula, akawaonyesha hapa hizi zote ni subula, na hizo ni subula zote ziwacheni, wacheni maneno ya nani na nani na nani na nani, isipokuwa huyo mnomsikiliza iwe anayejesha kwa mtume yale maneno. Hivi ndivyo mtume alivyosema kwa ushahidi wa hadithi hii, masnadi yake namna kaza 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 kaza, marfuu sahihi namna kaza namna kaza. Sio imekuwa anasema yeye tu, hapo itakuwa ni katika subula. Msifate subula, hapa ni kauli za watu, vitendo vya watu. Hii ndio njia yangu. Masahaba wanasema mtume alipiga mstari mmoja akaweka bainahuma jawadun, an yaminihi jawadun wa an yasarihi jawadun, mistari kulia na kushoto na ule wa katikati, akasema hii ndio njia yangu mimi iliyonyooka, fattabi'uhu, basari njia hii. Wala tattabi'u subula, na wala msifate majia haya mengine ya kulia na kushoto. Mkiyafuata haya fatafaraka bikum, mtatofautiana, mtakhtilafiana an sabili, na njia yake Mwenyezi Mungu mmoja sawa. Aya ikamalizikia dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Hilo ni jambo ambalo wasaqum bihi, Mwenyezi Mungu anakuhusieni nalo, na wasia ni mzito zaidi kuliko amri. Amri iko chini kuliko wasia. Wasia unakuwa ni mzito, na hasa tena anapohusia awe ni Mwenyezi Mungu anayehusia mwenyewe. Unaweza kuamrishwa na mzee wako ya kwamba kanunulie kitu fulani, lakini ikawa ile amri ndani yake haikutiwa taukidi, pengine unaweza kaja umesahau na isiwe kitu kikubwa, basi siku nyingine na hivi na hivi. Lakini anapokuambia kwamba ninakuhusia, nikifa mimi madeni yangu unilipie, pale imekuwa ni kubwa zaidi kuliko amri. Ninakuhusia Allah, unakokwenda usije ukanisahau mafuta ya taa, mimi mzee wako leo sina cha kuacha. Ufahamu kwamba kama ukuja kitu fulani hapa itakuwa na matatizo. Wasia ule kama ukutekeleza, na kuja mnagombana kiko hapa kitu fulani, umesahau, mtu mnakushika mashikio utakuhusia. Inakuwa wasia ni mkubwa zaidi kuliko amri. Sasa hapa Mwenyezi Mungu anahusia dhalikum wasaqum bi, kufuata barabara ya mtume, kufuata njia ya mtume, kufuata mafunzo ya mtume ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakihusia. Dhalikum wasaqum bihi, hilo jambo Mwenyezi Mungu anakuhusia, amekuhusieni nalo, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Hii ni aya inayopatikana katika sura tumeitaja Al-An'am kwenye aya nambari 153. Aya nyingine anasema waqala ta'ala, na pia Mwenyezi Mungu amesema qul, Muhammad tangaza ueleweke kwa amri yangu mimi niliyekutuma, waambie wafuasi wako. Hii amri ya sasa haikuwa husu makafiri wala nani, hapa wanasemeshwa walioamini wasije kala hasara katika mambo yao. Wanaonyeshwa mpaka mapenzi ya Mwenyezi Mungu yalivyo. In kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi kweli waislamu mnampenda Mwenyezi Mungu na mnataraji mnayoyafanya atakulipeni akhera. Ikiwa kweli mapenzi yamethibiti, basi fattabi'uni, waambie Muhammad nifuateni mimi ili wewe ukufuate Muhammad. In kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi kweli waislamu mnampenda Mwenyezi Mungu, basi fattabi'uni, nifuateni mimi. Mkinifuata mimi mjue guarantee na kupeni yuhibbukumullah, atakupendeni na nyinyi Mwenyezi Mungu vile vile. Na akikupendeni Mwenyezi Mungu, nyinyi ni binadamu, mnakosea, mnaharibu, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni Mwenyezi Mungu madhambi yenu. Hii aya ya 5 inapatikana katika sura Ali Imran kwenye aya nambari 31. Wal ayatu fil babi kathiratu, na aya za Qur'ani katika mlango huu wa an-nahy 'anil bid'ah wa muhdathat al-umur ni nyingi sana kwenye Qur'ani, nyingi mno. Maalumatu, tena nyingi zenyewe za kujulikana waziwazi, zimekuja na maneno ambayo muhkamat, hayataki hata tawil na lugha nyingi mtu kuwa nayo na mantiki na bayani na nini na nini. Ni aya ambazo zimekaa kwa
kwa mkato. Ni aya zenye kutoa hukumu, hazitaki hata elimu kubwa mtu kuwa nayo hata aelewe maana yake ya hizo. Wal ayatu fil babi kathiratun, na aya katika mlango huu ni nyingi, maalumatun tena zijulikanazo. Wa amma al ahadith, na amma kwa upande wa hadithi, fa kathiratun jiddan, hadithi ndo hazisemeki nyingi mno. Wa hiya mashhudatun, wa hiya mashhuratun, nazo ni mashhuri. Fanaktasiru, anasema Imam an-Nawawi, sisi tutafupisha ala tarafin minha, kuzitaja ncha zake, lakini nyingine hadithi tutataja 2-3 katika mlango huu. Lakini hadithi za mtume zenye kuwakataza watu katika mambo ya uzushi katika dini ni nyingi mno. Aya za Qur'ani ni nyingi na hadithi ni nyingi. Fanaktasiru, basi sisi tutafupisha ala tarafin minha, juu ya ncha zake, yani tutataja 2-3 tu. Al-awwal, ya kwanza, an Aisha radhiyallahu anha qalat, kutokana na bibi Aisha, Mwenyezi Mungu amwiradhi, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na amani pia, man ahdatha, yoyote mwenye kuzua, fi amrina, katika jambo letu, hadha, hili la Uislamu, anakusudia mtume akazusha jambo, akaitakidi kwamba anafanya ibada, na akapoteza yeye wakati wake na mali zake, na akawataka na Waislamu wengine wapoteze mali zao na wakati wao katika jambo lile, na kumbe mambo ya kufanya mtume kaja nayo, ambayo hayo ndiyo haki. Kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu amesema, famadha ba'da al-haqq, basi fanani mtingine baada ya kuacha yale ambayo kaja nayo mtume, illa dhalal, menginewe hapana shaka ni upotofu. Man ahdatha, yoyote, yoyote awaye, ikiwa tajitakili hapo yeye ni sharifu, au yeye ni mtoto wa mtume, au yeye ni nani, yoyote yule, ahdatha fi amrina hadha, atakayezusha katika jambo letu hili la Uislamu, ma laysa minhu, jambo ambalo si katika huo Uislamu, si katika dini hiyo, si katika ibada ambayo kaja nayo mtume, si katika ibada ambayo kaamrisha Mwenyezi Mungu, ma laysa minhu, jambo ambalo halimo, fahuwa, basi jambo hilo raddun, larejeshwa kwake, hampati Mwenyezi Mungu kwamba atalipa, akamtafuta aliyomfundisha dini hiyo, akamtafuta aliyomfundisha ibada hiyo, fahuwa raddun, basi jambo hilo ni lenye kurejeshwa. Alhadithu muttafaqun alayhi, hadithi hii imewafikiwa katika kutaja kwake na maimamu wawili wa hadithi, Bukhari na Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, na katika riwaya nyingine ya Imam Muslim peke yake bila ya Bukhari, yeye kapokea kauli ya mtume kutoka kwa Bi Aisha, inasema, man amila amalan, yoyote aliyetenda kitendo, maana panakusudiwa hapa ni ibada hii. Man amila amalan, yoyote aliyetenda kitendo, laisa alayhi amruna, hakuna juu ya kitendo hicho amri yetu, hatukusema sisi, huwa raddun, basi jambo hilo ni lenye kurejeshwa. Anazidi mtume kufafanua ma laisa minhu, maana yake laisa alayhi amruna, ambalo halimo kwenye Uislamu, maana yake laisa alayhi amruna, hakuna juu yake amri yetu, hatukusema, huwa raddun, jambo hilo ni lenye kurejeshwa kwake. Fi amrina, fi dinina, aliposema mtume man ahdatha fi amrina, yani fi dinina, na maana ya raddun, mardudun, ni lenye kurejeshwa jambo hilo, la yaltafit ilayhi wala yu'mal bihi, la yultafat ilayhi, halielekewi kutizama, wala yu'mal bihi, wala alitendewi jambo lolote la malipo lolote, alitizamwe kabisa kwa sababu alimo. Ndipo Mwenyezi Mungu aliposema katika sura Kahfi, qul hal nunabbiukum, ye Muhammad waambie Waislamu, hamtaki kujulisheni bil akhsarina a'mala, kwa wale ambao wamekula hasara katika vitendo vyao, ikiwa mtapenda kujulisheni ili na nyinyi msiingie kwenye hao, alladhina
nao ni wale ambao dhalla sa'yuhum, zimepotea juhudi zao, mali zao, mahangaiko yao. Dhalla sa'yuhum, zimepotea bure juhudi zao fil hayati dunya, katika hayati dunia. Wametenda mambo wakapoteza miaka chungu nzima, kumbe hakuna chochote ndani yake. Wa hum yahsabuna, na wenyewe wanadhani annahum, ya kwamba wao yuhsinuna sun'a, wanafanya mazuri. Ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim, hao ni wale waliokufuru kuzikataa aya za Mola wao. Waliqaihi, na wakakataa hata mkutano naye Mwenyezi Mungu, pia wakakataa kwamba hawatakutana naye. Kama wangekuwa na ukubali mkutano huo, wasingethubutu kuacha mambo ya Mwenyezi Mungu wakafanya mengine. Fahabitat a'maluhum, basi zimeporomoka chini amali zao zote nzuri nzuri ambazo wanadhania wenyewe ni habitat, kazi ya bure. Wala nuqimu lahum, na wala hatuwasimamishia wao yaum alqiyamati, siku ya kiyama, wazna, mezani ya kupimia. Kipimo kitu gani? Watu wamekwenda kambini msimu wa karafuu, kuchuma karafuu mathalan, na wakajiandaa kule, wakatayarisha kule, mtu akakata vibarua wa kuwatuma kwenye kazi zile, na vyakula rasmi vinapelekwa, na kambi imestawi, taa za karabai na kila kitu, vikapu, magunia, majamvi, kwa kazi hii moja, karafuu, uti wa mgongo wa nchi mathalan, mfano ulio hai. Na pale pamepelekwa na mpaka mezani za kupimia karafuu, watu baada ya kuzichuma wamezianika, wakapoteza muda mrefu, wamehangaika, wanakwenda kupeleka mali ambayo ndiyo grade ya mwanzo wanatakiwa waipate. Zinapima karafuu kwenye mezani zile kwenye wakati ule. Je, atakapokwenda mtu na ngano yake pale anakwenda kuiuza, ataonekanaje? Atakapokwenda mtu na mchele wake pale atakaupimwe, anakwenda kuuza, ataonekanaje? Ndiyo maana mpaka sehemu pala nuqimu lahu, hawa hatutowasimamishia yaum alqiyama, siku ya kiyama, wazna, mezani, kwa sababu wamekuja na mambo ambayo mtume wetu atakumwambia akafanye, awakaamrishe watu. Kwa hivyo hawa ndio dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kutakuwa na mambo makubwa siku ya kiyama kwa watu waliokuwa na tamaa kwamba wamepoteza wakati wao ndani ya Uislamu kutenda mambo wakaitakidi kwa ni ibada, kumbe hayatokana na Mwenyezi Mungu, hayatokana na mtume, wamekula hasara, wameondokea patupu. Kwa hivyo mardudun la yultafatu ilayhi, hata kugeukiwa, kutizama, kuchunguzwa kwamba kafanya vipi, halitizamwi. Ikitizama jambo ambalo Mwenyezi Mungu kaamrisha, swala ndiyo tuigizane, imekamilika kwa wakati wake, khushu imo sawa sawa. Lakini jambo ambalo ni kusherehekea siku aliyozaliwa mtume, ni kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu, ni kumsomea hitima maiti Qur'ani al-Karim na mengine mengi, kufanya 40 kwa siku yake tokea afya siku 40, kumfanyia hauli mwaka mzima tokea kufa kwake. Haya mambo haya kwa hakika hayaingii kwenye mezani abadan, kwa sababu hayatokani na Mwenyezi Mungu, hayatokana na funzo ya mtume. Kitakachopimwa pale ni kitu ambacho kimetokana na Mwenyezi Mungu na mtume kafundisha, ama hicho kitatizama. Na athara alhadith, hadithi hii imefirisha. Qala an-Nawawi, amesema al-Imam an-Nawawi, hadha alhadith, hadithi hii kwa hakika yambaghi, inatakikana kwa kila Muislamu. Hayo ni maneno ya Imam an-Nawawi. Sasa mfuasi mkubwa na mshafi huyo, kipenzi kikubwa cha watu huyo, anamuita al-Habib an-Nawawi. Imam an-Nawawi sasa anasema hadithi hii yambaghi, yatakikana kuhifadhiwa, wa ishhadihi, na ndiyo iwe ya kutolewa ushahidi, biibtali almunkarati, katika kubatilisha mambo yote ya tukizayo katika dini. Yani moja, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, au man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Imamu naye yasema hii yatakiwa
inatakiwa iwemo kwenye kifua cha kila Muislamu. Yambaghi hifdhihi, yatakikana hifadhiwe, wa ishhadihi, na kuitolea ushahidi, fi ibtali almunkarati, katika kubatilishia mambo yote yaliyoletwa mabaya katika dini. وقال الحافظ ابن حجر، الإمام حافظ ابن حجر العسقلاني aliandika kitabu cha Bulughul Marami, anasema hadha alhadithu, hadithi ma'dud, ni yenye kuhesabiwa, iliyoandaliwa, min usuli dini, katika misingi ya dini, hasa imekuja katika mizizi. Hadithi hii ndiyo katika inayohesabiwa misingi ya dini. Dini haisimami isipokuwa kwa misingi kama hii. Lazima watu wawe wanatenda kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu, wanatenda kwa mujibu wa Mtume, ama